waweze kuishi katika ndoa yao nzuri na maisha yao ya upendo yawepo, lazima wabadilishe ile mudi wakati inapostahili. Kama hakuna jokes, hakuna jokes, wako katika serious, wote wanakuwa serious. Kama kuna jokes, kuna jokes. Isiwe mwingine amenuna, mwingine ndio yuko katika jokes. Ule mchezo hautakuwa katika imara. Hata wewe katika uwanja, kama mwenzako acheza rafu, hata wewe utakunja uso, utabadilisha mchezo, utacheza rafu. Na ikiwa nyote wawili mcheza rafu, kuna tukio lingine litapatikana, ngumi, watu watapigana, na ule sio mchezo wa ngumi ule, hapana, ni mchezo wa miguu. Sasa kwenye kitanda hakutaki asira, kwa hivyo lazima kila mmoja katika ule mulaaba anamleta mwenzake katika mudi nzuri ya kulingana na ule mchezo, kabla hawaja ingia katika suala zima la kuingiliana. Ndugu zangu katika imani, ni mambo ambayo tunakumbushana na tunafundishana ili mwanadamu apate kufahamu kile ambacho anastahili kufanya. Jambo la pili, alla yandhuru ila zawjiha ila farjiha. Jambo la pili miongoni mwa mambo ambayo Muislamu katika kitanda anastahili kulifahamu, alla yandhuru ila farjiha, usiangalie uchi. Waislamu zama zetu hizi tumeenda katika kuuliza maswala mengi kuhusiana na haya, mpaka kubusu uchi watu wanaulizana. Taban ulama wetu wametoa fatwa kulingana masala haya, pamoja na kwamba zina ikhtilaf. Kuna wengine waliojuzisha, wengine waliokataza, lakini wacha tuende kulingana na mujibu wa kitabu hiki Minhaj al-Muslim. Anasema alla yandhuru ila farjiha, usiangalie uchi wa mkeo. Farji ni mwanya, farj ni mwanya. Mwenyezi Mungu kalima hii ametumia katika Qur'an, katika kipande cha aya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala sema wa malaha min furuj, naomba mbingu Allah tabaraka wa taala na haina mianya. Sasa kusudio ni uchi wa mke. Ala yandhur ila farjiha, usiangalie uchi wa mkeo. Kwa sababu hizi nyuchi hizi za wanawake ziko tofauti sana, na miongoni mwa sababu anazotoa kutoangalia ama faida kutoangalia uchi wa mkeo, wenda ukakereka ikakuondoa katika mudi. Baada ya kwamba uangalie, angalia upate motisha, uweza kuangalia ikakuondoa katika mudi, fikira ikakuondoka. Kwa sababu ya mjengo wa uchi wenyewe, na kwa sababu wa hali ulio ule uchi wenyewe. Naona hilo linatosha, kwa sababu ukisema unataka kuingia zaidi kuchokora hapo, mwisho unaweza kutoa matusi bure. Lakini tu zingatia kwamba wanatufundisha ulama kwamba kutoangalia uchi kunaleta faida zaidi kuliko kuangalia uchi. Ama Sheikh Mamalao unasema tuende ndani kabisa. Sasa wote tuko kwenye darasa, natosha. Shukran. Naona mzee Abu Mariam hapa, yeye kama mtu mzima anasema natosha.
Kwa hivyo hili ni miongoni mwa jambo kwenye kitanda lazima lipatikane. Mwanadamu tosheka tu na maungo yale ambayo yamedhihirika kwako wewe. Nimesema jambo hili kuna ikhtilafu za ulama, usije ukashika upande moja tu. Kama wewe mwenyewe uko fani wa mambo hayo basi, lakini kama hauko fani mambo hayo basi usiingie katika katazo kama hili. Usijaribu kuvuka katika katazo kama hili, litakufanya wewe katika ile mudi ya kuingia katika uwanja uone hakuna haja, ushakinai. Wakati mwingine unatembea barabarani, bahati nzuri watu wasiokuwa na adabu, ukamwona ametema makoozi, alafu unagogoda mangao, nasika mtu anje natsuba mpako ya manga, unaona itasimanya wapi kana starabu ye manga pia anamtsuba. Sasa kwali kama hiyo, kitu kilichomfanya mpaka muogo wake amrushe ni yale makoozi aliona barabarani. Sasa maulama wakituambia kwamba jambo hili usilifanye kwa sababu linaleta athari mbaya kadha kadha, lizingatie. Lakini kama kwako wewe hauna shida, basi utafata fatwa nyingine ya maulama walioitaja katika vitabu. Lakini miongoni mwa mambo ya kitandani ambayo Muislamu mwanadamu anatakana kuyafahamu ni kutoangalia uchi wa mkewe. Uchi wa mkewe. Jambo la tatu ambalo Muislamu anastahili kulifanya na kulijua masala ya kitandani, an yaqula bismillah allahumma janibna shaitan wa janibu shaitan ma razaqtana. Tayari maandalizi ndio hayo. Muislam anafundishwa katika adabu, wakati anataka kumwendea mkewe aseme maneno haya, bismillahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Na hapa lazima pia tuweke ufahamu zaidi na ufafanuzi zaidi. Neno hili liko na mafungu matatu takriban. Kwanza, bismillahi arrahman arrahim. Lakini kwa mafundisho Mtume Muhammad amesema sema bismillah. Usije ukawa kwa sababu wewe unafikiria una ufahamu zaidi ukasema bismillahir rahmanir rahim, kama vile Mtume Muhammad alitufundisha kwa hadithi ya ule sahaba alipomwambia samillaha wa qul biyaminika, bimaana sema bismillah. Pamoja na kwamba neno hili kuna maneno mawili kule mbele hayakusemwa, wewe kwa sababu unafahamu hayo maneno thika kwamba yapo, ukasema bismillahir rahmanir rahim, ndio ukala, utakuwa umeenda kinyume na sunna. Utakuwa umeenda kinyume na sunna. Mtume Muhammad anajua vyema na anafahamu vyema kwamba neno hili kuna maneno mawili kule mbele, bismillahi arrahman arrahim, lakini katufundisha wakati tunapokula tuseme bismillah kalas, ila arrahmani rahim akutufundisha, pamoja na kwamba ni maneno ya ziada yapo katika neno hilo hilo moja. Hasa ndio katika neno hili ama mafundisho haya Mtume Muhammad anatufundisha wakati tuwaendea wake zetu tuseme bismillahi, sio bismillahir rahmanir rahim. Baada ya kusema neno hilo na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unasema Allahumma jannibna shaitan, ewe Mwenyezi Mungu tuweke mbali na shetani. Wakati kila mmoja tayari amevua jezi akavaa jezi, amevua jezi akavaa jezi. Jezi za uwanja huo ni mwili chuma, mpaka ile sleeping dress
ambalo mkeo umemnunulia, kwa sababu kuna mavazi ya kulalia. Mwanamke akivaa kana kwamba hajavaa kitu, transparent, ukiangalia ni sawasawa na kitambara cha kuwekea ampu ama spika, matundu matundu yako. Mavazi sampuli kama hayo membamba zaidi, ambayo yanaenda sawasawa na ule mwili. Mwanamke asivae dera. Siku hizi kumeletwa zile tight. Naona mwanamke anaingia kitandani na tight, amevaa vizuri, ameingia na tight. Hapana, unakosesha mumeo raha ya kitandani. Wakati wote mume anataka kuwa na joto la mkewe. Leo umevaa tight, talipata vipi bwana? Sasa pamoja na kwamba kuna mavazi ambayo mke anastahili kuyavaa, wakati mwingine ambao hakuna matayarisho kama yale ya mechi, mavazi kama yale ameyaondoa, amevua mavazi kama hayo, amebaki kama vile vile. Wenyewe Wadiga amesema babaki la ilaha illa Allah, yaani akisema hivyo ni kwamba hana chochote cha stara, na yeye mume pia hana chochote cha stara. Ndio wakati ule tayari kuingia kufunga goli ama tayari kuingia katika uwanja rasmi, ndio pale anamwambia Mwenyezi Mungu, bismillahi Allahumma janibna shaitani. Mwenyezi Mungu tunakuomba utulinde na shetani, wajanibu shaitani, na ulinde shetani, mara zaktana, kwa kile utakachoturuzuku hapa, kwa kile ambacho utaturuzuku hapa. Kuna goli litafungwa hapa. Sasa katika goli hilo Mwenyezi Mungu lijalie liwe alikufungwa kwa mkono, liwe limefungwa kwa haki kichwa ama mguu, liwe linahesabika tupate pointi. Sasa ile pointi kama utaturuzuku ya Allah, pia nayo tuepushe nayo dhidi ya shetani ile. Wakati ule mwanadamu amevua nguo zake, shetani yuko area, anaweza shetani akawaghalibu. Wakati ule mwanadamu anarusha mishale yake, shetani akapata penyenya, akaingia pamoja na ile mishale. Pale ndiyo mtoto anaanza kudhurika. Kama Mwenyezi Mungu ameruzuku mtoto, mtoto ndio anaanza kupata maafa pale pale, kama Mwenyezi Mungu ameruzuku mtoto. Lakini kwa dua hiyo ambayo utakuwa umeomba kwa Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu awakinge na shetani na amweke shetani dhidi yenu, na kile ambacho atawaruzuku pale, shetani hana nafasi ya kuweza kudhuru, wala shetani hana nafasi ya kupenya. Wakati mwanadamu anaingia katika uwanja, shetani kama mshangiliaji kwa mali ametulia. Malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wako mbali kidogo, kwa sababu wanajua uwanja huu sio wao. Lakini kwa sababu shetani ni mpiga chabo, yeye yuko pale pale, hana wasiwasi. Piga chabo, anaangalia vizuri sana. Ukighafilika kumtaja Allah tabaraka wa taala na kuomba, anajua basi ndio mala pango hapo. Ukishaingia naye anaingia, ukishaingia naye anaingia. Sasa kitambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekadiria kuwapatieni nyinyi tunu na riziki ya mtoto, basi shetani naye anaanza kukua pamoja na mtoto. Mwezi wa kwanza shetani naye ana mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa pili. Kitambo mtoto akianza kufanya shughuli zake kwenye tumbo la mama, shetani naye vile vile anafanya shughuli mule mle mpaka miezi 9, mtoto anazaliwa naye shetani anatoka. Na vile vile mtoto ndio napata mtaalamu wa tiba kisheria anapomwendea binti kama yule mathalan ama kijana, baada ya kukua, anamuuliza matatizo haya yameanza lini? Namwambia bado nilikuwa niko mtoto mdogo matatizo haya yakaanza, ama mzazi wake anaeleza matatizo haya yakaanza. Anapata kufahamu ima wakati ule wa ile shughuli hawa wazazi ndio wamepeana nafasi ya shetani, ama baada ya kuzaliwa ukapatikana nafasi ya shetani kuweza kumghalibu mtoto kama huyo. Falhasil, nukta ya tatu muhimu kabisa, omba dua. Omba dua, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mafundisho, Allahumma janibna shaitan. Nyote wawili mnasema maneno kama hayo. Kwa hivyo kuna haki
Mume, unapomwoa mkeo, ukifika nyumbani mfundishe. Kama mke hajakuwa na ufahamu wa mambo kama, mfundishe, mwandikie dua.